aliganda pale. He stuck there. Aliganda hapo. He stuck there. Hata wakimtoa hawezi kutoka. Even when you remove it, alipomwagiwa maji ya upako asubuhi, when he was thrown anointing water in the morning, akashtuka akainuka, and then he rose and started na akatafuta network akakimbia, and he looks for network and run na away. hawataishi, watakufa waliokuja kuchekia. And they won't live, they will die. Yeyote aliyekuja kupima sasa amepimwa. Whoever came to test and amesambaratishwa katika jina la Yesu. Wait and is scattered in the name of Jesus. Hallelujah. Wangapi wanaamini Yesu amewaponya? How many believe that Jesus have healed them? Walijua nini kinatokea? They knew what happened. Walijua nini kitatokea leo? They knew what will happen walikuwa today. wanapambana, wameanguka wao. They were fighting and they are the ones who are fallen. Nasema hata yote aliyecheza naye ameanguka tayari. Even the one who was playing with you is already aliyecheza fallen. na biashara zako ameanguka tayari. The one who played with your business is already fallen. Chochote walichofukia kwenye biashara yako kimekufa. Anything they buried in your business is chochote dead. walichokituma cha giza kimekufa. Anything of darkness they send is katika dead. jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Ngoja tutumie kamera hapa ili waone watu wengine. Hiyo ni daraja hii hapa, alikuwa anavuka kuingia hapa. Weka vizuri hiyo picha. Hallelujah. Hallelujah. Ameganda hapo masaa kwa masaa. And he stuck there hours and hours. Alitaka kuvuka kuingia hapa kwenye mkutano. It wanted to cross and come here at the conference. Akaganda amekaa hivyo. And it stuck there staying like hawezi that. kuinua miguu yake tena. It couldn't lift its leg anymore. Hata wampige alikuwa hawezi kutoka. Even when they beat it couldn't hata leave. wafanyaje hawezi kutoka. No matter what they did, it couldn't leave. Mpaka mtendakazi, kiongozi wa watendakazi, Until one leader of ashes, alipoenda kuachilia maji ya upako, when he went and released anointing water, nataka tuone kila kilichotokea pale, na nataka uelewe, and I want you to understand, kazi ya giza imekwisha. the work of darkness is over. Unaweza kumuona pale. You can see it there. Walipomwagia maji ya upako, When they poured anointing water, ndipo aliweza kuinua miguu nyuma. it couldn't lift its leg. Alikuwa hawezi hata kuinuka miguu It yake. could not even lift its leg. Hawezi hata kutoka pale kusogea. It could not even lift and move Amenasa. forward. It's stuck. Wangapi mnakumbuka Dar es Salaam pia kuna mbwa alitumwa? How many remember in Dar es Salaam there was a dog that was anataka sent, kuingia kwenye geti linaloingilia, wanting to use the gate that I enter, akaganda na kukauka na kufa kama amepigwa na umeme. and he stuck and it was burnt like it was electrical. Sasa huyu ameenda kupeleka habari, And now this one I've gone to give na them kila information. aliyehusika And whoever that was involved anakwenda futi 6 chini. is already 6 feet under. Bible inasema The Bible says, usimwache mchawi aishi. suffer not the witch to live. Usimwache mchawi aishi. Suffer not the witch to live. Kwa jina, In the name of Jesus. inua mkono wako juu. Raise up your Sema hand. kila mchawi aliyehusika kwenye familia yangu. Any witch or wizard is concerned with my Sema family. tena, Any wizard or witch who was involved with my kama family, haokoki ndani ya siku 3 hizi, if it's not receiving salvation in these 3 days, anaenda futi 6 chini. it will go 6 feet under. Anza kuachilia nguvu hiyo. Begin to release that power. Kila mchawi kwenye maisha yangu anapoposhika tarema anaenda futifika chini. Kila mchawi, kila mshiriki, kila kitu kibaya kitufanyika kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu naachilia upako, naachilia nguvu ya Mungu, naachilia neema na kibali cha Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia Yesu makofi ya juu. Clap your hands to Jesus. Top gloves. Ina weze kana tu. Sema tena. Ina weze kana tu. Sema kwa sauti. Ina weze kana tu. Pigia Yesu makofi. Clap your hands to Jesus.